Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan na Rais wa Singapore, Tharman Shanmugaratnam wamekubaliana kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi, biashara na uwekezaji ili kuongeza manufaa kwa wananchi wa mataifa hayo mawili kupitia miradi mbalimbali ya maendeleo. Kupitia makubaliano hayo yaliyofanyika mapema hii leo Juni 9 Ikulu jijini Dar es Salaam, Rais Samia ameelezea kuwa licha ya ukuaji wa biashara kati ya Tanzania na Singapore, kiwango cha sasa cha dola milioni 299 za Marekani bado hakijafikia matarajio ya pande zote. Tumekubaliana kukuza biashara kati ya nchi zetu mbili. Kwa sasa biashara imekuwa, lakini si kwa kiwango kile ambacho tulitakiwa kuwa. Kwa sasa kiwango cha biashara kati yetu ni dola za Kimarekani milioni 299 na uwekezaji ni miradi 36 ya Singapore ndio ipo hapa nchini, na hii haiakisi kiwango cha urafiki wetu. Urafiki ni mkubwa zaidi kuliko biashara na uwekezaji, kwa tumekubaliana kuongeza biashara na uwekezaji. Kwa kuanzia sasa tumekubaliana kusaini mikataba kama mlivyoona hapa, tumesaini mikataba karibu 4-5 na yote ndiyo msingi sasa wa kuanza kufanyia kazi maeneo ambayo yatakuza biashara na uwekezaji. Aidha, Rais Samia amesema Dira ya Taifa ya 2050 inaweka mkazo katika kuwawezesha vijana, huku ziara ya Rais Tharman ikiandika historia kama ziara ya kwanza ya kitaifa ya Rais wa Singapore nchini Tanzania tangu kuanzishwa kwa uhusiano wa kidiplomasia kati ya mataifa hayo mawili. Matokeo mengine muhimu ya majadiliano yetu yanahusiana na uwezeshaji wa vijana. Nilimfahamisha Mheshimiwa Rais kuhusu dira yetu ya taifa ya maendeleo ya 2050. Kwa tumeelekea kwenye mambo kadhaa, na dhamira yetu ni kuwawezesha vijana kupitia kwanza elimu, kujenga uwezo wao kielimu, lakini elimu sio tu elimu hii ya kawaida ya mashahada na madigirii, lakini pia kupitia elimu ya ujasiriamali, ukuzaji wa ujuzi, skills development, pamoja na ubunifu au innovation. Pakubwa tulipojielekeza ni mambo ya digital economy, kuwaingiza vijana wetu sana kwenye utekelezaji wa mkakati wetu wa uchumi wa kidigitali ambao tumeupanga kutekeleza ndani ya miaka 10 ijayo kuanzia mwaka 24 mpaka mwaka 34. Kwa hiyo tutawaelekeza sana vijana huko. Kwa upande wake, Rais wa Singapore Tharman Shanmugaratnam amesema kuwa biashara na minyororo ya ugavi duniani inaendelea kupitia mabadiliko makubwa yanayosababishwa na mvutano wa kisiasa, migogoro ya kimataifa na changamoto nyingine za kiuchumi. Wakati huo huo, athari za mabadiliko ya tabia nchi zinazidi kuongezeka, huku nchi zinazoendelea zikikabiliwa na hatari ya kubeba mzigo mkubwa wa mabadiliko hayo kwa masharti yanayowekwa na mataifa yenye nguvu zaidi kiuchumi. Trade and supply chains are being reshaped by politics and conflict. Climate pressures are intensifying, and developing countries face the risk of being left to adjust to these shifts on terms set by others. We have to address these problems with resolve, not diffidence. Our response must be to build bridges, including bridges between Africa and Asia, and among countries that believe that openness and partnership still offer the best way forward. Singapore and Tanzania have today taken practical steps in that direction, both bilaterally and as gateway economies, which can catalyze greater trade and investment flows between our respective regions, Southeast Asia and East Africa. GMTV, Dar es Salaam.